Naitwa Haji Alizuberi, mkurugenzi mkuu Mamlaka ya Usafiri na Usalama Barabarani. Mamlaka ya Usafiri na Barabarani kwa kushirikiana na Jeshi la Polisi imeanza operation maalum kwa ajili ya udhibiti wa vyombo vya moto vinavyotumia barabara. Vipo vyombo mbalimbali ambavyo vitumika barabarani, lakini kutokana na makosa mbalimbali vimekuwa vikitumia barabara vibaya na vingine haviko salama kwa matumizi ya barabara. Vyombo hivi vinasababisha ajali kutokana na changamoto mbalimbali ambazo zimeweza kuibuka. Miongoni mwa kundi kubwa ambalo tumelianzia katika operation hii ni vyombo vya maringi mawili, yani maarufu inaitwa bodaboda. Vyombo hivi madereva wake wengi hawana leseni za kuendeshea vyombo vya moto, lakini pia baadhi ya madereva hawa hawajapata mafunzo kwa ajili ya utoaji wa huduma za usafiri wa bodaboda. Kwani usafiri wa bodaboda umewekewa utaratibu maalum ambao ni kwenda kwenye chuo cha mafunzo, na unatakiwa uwe na sare maalum, namba na kituo chako ambacho unakifanyia kazi. Kwa hiyo wale ambao hawajaenda kwenye mafunzo na wanakaa kwenye vituo ambavyo vimewekwa rasmi na hawana sifa za kukaa kwenye vituo hivyo na kuweza kutoa huduma za usafiri wa bodaboda. Lakini wapo ambao wanatoa huduma wakipakia mishaki. Jambo hili ni kinyume cha utaratibu. Kwa hivyo wale wote ambao watabainika kufanya vitendo kama hivyo, ikiwemo na kutokuvaa kwa helmet. Helmet ni moja katika kifaa ambacho anatakiwa dereva akivae na yule abiria ambaye alimchukua, ili kujikinga na athari inapotokea ajali. Lakini imeonekana kwamba kwa kipindi hichi madereva wengi hawapendi kuvaa helmet. Kwa hiyo operation hili ni lengo lake ni kuadhibiti madereva wote ambao wanavunja taratibu hizi za usafiri barabarani, kutokuvaa helmet, kuendesha bila leseni, kupakia mshikaki na kufanya biashara ambayo hawajatimiza masharti ya kisheria. Lakini wapo madereva wengine ambao ni wa vyombo vya maringi matatu, yani bajaji, ambao wanapakia abiria mbele. Chombo hichi kimeruhusiwa kupakia abiria watatu. Kwa hiyo kupakia abiria mbele ni kuhatarisha usalama wa abiria wengine, kwani chombo hichi endapo itakuwa kimepata msukumo mdogo tu sukani ya dereva husika, dereva anashindwa kukihimili chombo, na matokeo yake ana divert njia na anaelekea kwenye kingo za barabara, na hivyo matokeo yake ni ajali na maafa yanatokea. Kwa hiyo mamlaka inaendelea na zoezi hili, lakini zoezi hili haliishii hapa. Litaendelea pia kwa magari makubwa. Yapo magari makubwa ambayo yanaegeshwa kwenye barabara, magari makontena na trailer. Wengine wanasubiri muda wa usiku, wanaweka barabarani, ambao wanapelekea kuzuia baadhi ya watumiaji wengine kutokutumia barabara vizuri, au wengine na hivyo kusababisha ajali. Kwa hiyo wale wote ambao wana magari makubwa, iwe ni trailer au makontena ambao wanapakua mizigo barabarani, vitendo hivi vyote ni kinyume cha taratibu, na tunawasa sana wale ambao wana magari haya kuegesha barabarani au kupakua mizigo barabarani. Kitendo hichi ni kinyume cha taratibu, waache mara moja, na yote ambao tutakutia kwenye barabara amegeshwa au makontena na pakuliwa barabarani, tutachukulia hatua za kisheria, kama ambavyo tayari tumeshaanza kuwachukulia haya ambayo yametangulia. Kwa hiyo tunawasa sana hata wale wamiliki wa vyombo vya maringi mawili ambao wanawapa madereva ambao hawana leseni, kwanza kabla kumpa dereva chombo cha moto, kwanza uhakikishe kwamba dereva anayo leseni halali, na kwa hivyo ameenda mafunzo, na kwa hivyo anavaa sare. Kinyume cha taratibu hizo, manake dereva huyu atakamatwa na atapigwa fine. Na endapo mtu amempa chombo dereva ambaye hana leseni, dereva atapigwa fine na mmiliki wa chombo hicho atapigwa fine kwa mujibu wa taratibu na sheria namba 7 mwaka 2003. Mpaka sasa tuna vyombo kama 200. Kwa hivyo vyombo hivi ambavyo vimekamatwa, wamiliki wa vyombo hivi wanatakiwa kufika mamlaka kwa ajili ya kushughulikia mashauri yao, aidha kupigwa fine na baadaye kuondoka na vyombo vyao. Lakini pia wanaelekezwa kwa yule ambaye ametimiza au ameshalipa faini yake, anatakiwa kuhakikisha kwamba kosa ambalo amekamatwa nalo, kwa mfano kutovaa helmet au kutokuwa na leseni, hakikisha kwamba anaenda chuo cha udereva kwa ajili ya kujifunza. Au kama ni helmet, anatakiwa kununua helmet, alafu anakuja na helmet lake kuonyesha kwamba na risiti, sio akachukue helmet kichochoroni.
aje na helmet ambalo linaonyesha kwamba ameenda kununua helmet. Kwa hiyo akikamilisha hayo anakabidhiwa chombo. Lakini vyombo hivi baadhi yao vipo kwa muda mrefu. Kwa hiyo tunafanya utaratibu wa kuhakikisha kwamba wale ambao wanashindwa kuja kutatua changamoto za mashauri yao. Kwa hiyo vyombo hivi tunaweka utaratibu wa kisheria kwamba vitatangazwa na baadaye vitauzwa. Kwa hiyo wale wote ambao wana tabia hiyo, ambao hawataki kuja kutatua mashauri yao au makosa yao ambao wamekamatwa nayo, basi vyombo hivi vitachukuliwa taratibu nyingine na baadaye vitauzwa. Lengo la sheria ni kukataza. Kwa hiyo ikiwekwa sheria au fine au kama ni kifungo, wananchi wanatakiwa wa comply na sheria ili zisiwafike hivyo. Kwa hiyo zinawekwa ili kukataza. Kwa hiyo fine sio kubwa. Fine zimewekwa kwa ajili ya kukataza. Kwa hiyo yule ambaye anaona fine kubwa aache kufanya makosa. Fine haiweki kwa ajili ya kumfanya mtu aendelee kufanya haya makosa kila siku. Lengo lake ni kuhakikisha kwamba makosa hayarejei. Kwa hiyo fine haziwezi kupunguzwa, isipokuwa labda ni kuongezeka ili kuhakikisha kwamba makosa hayaendelei. Lakini makosa yanaendelea, maana yake faini ni ndogo badala ya kubwa. Kwa hiyo labda pengine inaweza kaangaliwa kuonekana kwamba faini hii pengine ni ndogo na ndio maana makosa yanaongezeka. Operation hii ni ya muda mrefu na haisimami. Lakini pia operation hii inaenda maeneo tofauti tofauti. Tumeanza mjini tumeanza mji mkongwe kule, na sasa tunaelekea maeneo ya ng'ambo. Lakini tutaelekea pia maeneo ya wilaya Mari B, pamoja na kuelekea kaskazini. Kwa hiyo na kusini. Lakini pia operation hii inaendelea kwa upande wa Pemba. Kwa hiyo operation ni ya Zanzibar nzima na maeneo yote yatafikwa, na hasa maeneo ambayo kuna utalii. Wako watu wengi ambao wanakodisha vyombo huko kwenye maeneo ya utalii, ambao watu hawana sifa wanaendesha vyombo na wengine wanakodisha. Makosa ambayo yamejirejea ni makosa ya kutokuwa na leseni ya kuendesha vyombo vya moto, kuendesha bila helmet na upakiaji wa mishkaki. Makosa haya yamedominate maeneo mengi. Kila ukimkamata dereva mara nyingi hana leseni, amepakia mshikaki au anaendesha bila helmet. Kwa hiyo helmet halivaliwi kwa sababu ya polisi. Helmet ni kinga ya kuhakikisha kwamba anaendesha chombo cha moto, ikitokea crash basi anakuwa amepata hifadhi ya kichwa chake. Lakini kinyume chake, watu wengi wanaendesha vyombo hawavai helmet. Lakini pia side mirror. Side mirror ni moja katika kifaa muhimu cha kumwezesha dereva kucontrol vyombo vingine. Sababu dereva chombo cha moto anaendesha vyombo vitano kwa wakati mmoja. Kwa hiyo vyombo viwili side mirror vinamsaidia kuendesha vyombo vingine, cha kulia, kushoto na pila nyuma yake. Cha mbele yake anakiona na kile ambacho anakiendesha yeye. Kwa hiyo ili kuhakikisha kwamba wewe unakuweka katika mazingira bora ya kuendesha chombo, side mirror ziwepo. Kwa hiyo wapo ambao side mirror wanazitoa kwa mambo yao ya ujana tu. Wanazitoa na wanashindwa kuelewa kwamba side mirror hizi zimewekwa kwa sababu ya msingi ya usalama wake. Tunatoa wito kwa jamii kuhakikisha kwamba wale wote ambao wanamiliki vyombo vya moto, kabla kumpa dereva chombo cha moto, amuulize huyo dereva anayo leseni ya kuendesha chombo cha moto. Lakini kama anampa kwa ajili ya kutoa huduma za usafiri wa kibiashara, chombo kitimize masharti ya kibiashara, kwamba dereva apate mafunzo ya kutoa huduma hiyo, lakini pia avae sare ambayo inamuonyesha kituo na namba maalum ambayo tumeweka kwenye mfumo wa kuweza kumtambua yule dereva. Lakini jambo jingine ambalo ni muhimu sana ni kukaa kwenye vituo ili kuepusha mgongano na wale ambao wamesajiliwa. Lakini cha zaidi, wananchi ambao wanatumia usafiri wa bodaboda waache kupanda bodaboda ambazo hazijasajiliwa, hawana sare, hawana beji. Kupanda vyombo hivi ndio wale ambao wanasababisha ajali, kwa sababu hawajapata mafunzo. Kwa hiyo kupanda vyombo ambavyo unaona plate number ni nyeupe, unapanda dereva unamuona hana sare, na kwa hivyo dereva huyo hana beji na leseni, ni kuhatarisha usalama wako. Kwa hiyo waache kupanda vyombo hivi, wapande vyombo ambavyo dereva wake wamevaa sare na wamesajiliwa, wanazo beji, na kwa hivyo hao wanajua taratibu nzima za uendeshaji na upakiaji wa abiria katika vyombo hivi vya marengi mawili.